Goma kuanzia 21 mpaka 25 mpaka 24 sikuwa na cheo chochote ndani ya chama, lakini 2024 nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa kanda ya Pwani, ambao automatically pia nikaja kuwa mjumbe wa kamati kuu, ambao nafasi naitumikia mpaka muda huu. Kwa operation za chama nimeshiriki operation mbalimbali. Nilikuwa mkuu wa operation ya kwanza kabisa, nilipewa mkuu wa operation ya marudio ya Bagamoyo kata 21 2011. Palikuwa na marudio ya udiwani Bagamoyo kata 21 zilikuwa zinarudia uchaguzi. Mimi nilisimamia kata ya Magomeni, jimbo la Bagamoyo, wilaya ya Bagamoyo. Baada ya kufanya vizuri, ingawa sikushinda udiwani eneo lile, lakini kwa sababu ya kufanya vizuri, sababu Chadema ilikuwa ipo kabisa Bagamoyo. Chama cha pili kwa upinzani pale kilikuwa ni CUF CUF, na CUF walimpeleka Mtatiro ndo kama mkuu wa operation. Sasa mimi nilipambana nikahakikisha Chadema inakuwa ni ya pili, na tukawa tumefungua Chadema kuwa base ya Chadema pale Bagamoyo. Kwa hiyo kwa mafanikio yao pale Bagamoyo, operation ya pili Igunga, nikachaguliwa kwenda kuongoza kata ya Mwashiku na kata ya Choma Chankola na kata ya Mwashiku. Hizo kata mbili tulichaguliwa madiwani wawili, diwani Adam Chagulani wa Mwanza na nikachaguliwa na mimi kutoka Dar es Salaam. Tukapewa hizo kata mbili kwenda kuzisimamia kwenye marudio ya uchaguzi Igunga. Nafikiri ilikuwa 2011 hiyo hiyo au 2012, 2011. Kwa hiyo tulienda Tabora kwenye marudio ya ubunge baada ya Rostam Aziz kujiuzuru jimbo la Igunga, uchaguzi mdogo pale. By then tulikuwa tunatumia neno alavi kamanda. Ukipewa kusimamia kata kama kamanda wa kata, wewe unakuwa ni alavi kamanda. Kwa hiyo mimi nilikuwa alavi kamanda wa kata ya Mwashiku na Choma Chankola ambazo ziko kwenye jimbo la Igunga, na kwa bahati nzuri tulifanya vizuri sana, na baadaye tulikuja kuongezewa nguvu kwa kupewa madiwani wa viti maalumu ambao mchango wao mkubwa ulikuwa ni kutuletea magari. Nakumbuka pale tuliletewa mbunge wa viti maalumu Filipa Mturana, alikuwa Temeke, lakini baadaye tukaletewa mbunge Halima Mdee, akaja kuongeza nguvu kwenye eneo letu, na tulifanya vizuri sana kwenye kata hizo ambazo pia sehemu nyingi nilikuwa napelekwa mimi. Nilikuwa napelekwa maeneo yenye sifa zifuatazo: sehemu ambayo Chadema hamna kabisa, sehemu ambayo ni hatarishi, ukipeleka watu wengine wa kawaida panakuwa na kutekwa na CCM, wanateka watu au wanaua watu, watu wanaogopa eneo hilo. Basi mimi ndo nilikuwa ni eneo napewa maeneo hayo. Kwa hiyo na yenyewe tulifanya vizuri sana. Kata yetu hizo mbili zilileta kura nyingi sana, ingawa uchaguzi wa ubunge hatukushinda, lakini at least kata zetu zilichangia kuleta kura nyingi kuliko CCM. Hizo kata za Choma Chankola, halafu na hiyo kata ya Mwashiku kule mpakani na Shinyanga kabisa, kule hakuna umeme, hakuna nini, ikifika usiku ni hatari, lakini tunaenda tunaweka bezi kubwa pale ya ulinzi, tunafanya mikutano yetu, tunapangiwa ratiba ya kupokea viongozi wa kitaifa kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo unajikuta umefanya vizuri, chama kinakukubali. Operation iliyofuata nikapewa operation ya marudio ya uchaguzi mdogo Chalinze, baada ya kifo cha mbunge wa CCM Saidi bwana mdogo wa pale Chalinze. Tukawa na marudio ya uchaguzi mdogo. Yale marudio alikadhalika nikapewa kata ambayo ni ngumu vile vile kata mbili. Kata ya kwanza ilikuwa ni ya Rugoba na kata ya pili ni ya Msoga. Sasa ile kata ya Msoga ndo nyumbani kwa Kikwete, ndo Kikwete rais, pana Ikulu ndogo. Maeneo mengine huko porini porini wenzetu wanalalamika CCM wanateka, wanapiga vijana wetu. Ikaonekana kila mtu anaogopa kwenda kwenye ile kata ya Msoga kwa sababu ndo nyumbani kwa rais Kikwete. Ilikuwa 2012 nafikiri, lakini mimi nilipewa kata ile, nilimudu, nilifanya mikutano, ingawa palikuwa na hujuma nyingi kutoka chama tawala na serikali na vyombo vya dola wakijua nyumbani kwa rais.
tulipambana, tulileta upinzani mkubwa. Halikadhalika palikuwa hakuna Chadema mizizi yake, tulihakikisha pana uongozi wa Chadema kila kijiji, kila kitongoji. Na kwa bahati mbaya ile kata ya Msoga senta, kata ya Msoga pale zahanati ndio nyumbani kwa hiyo ukifanya mkutano pale, Kikwete akiwa nyumbani kwake anasikia kabisa mkutano unavyoendelea. Sasa wenzetu wa Kwele hawakudhoea kwamba kama mtu anaweza kaja kufanya mkutano pale akamsema rais, kiasi cha kwamba nakumbuka mkutano wetu wa kwanza watu mwanzoni walivijaa, lakini baada ya kuona tunamsema rais Kikwete na yupo nyumbani, baada ya nusu saa mkutano watu wote walitukimbia, tukabaki wenyewe na vyombo vyetu vya muziki, kwa sababu watu wa eneo hilo walikuwa ni waoga sana kwamba mtu anawezaje kumsema rais na rais yupo, na rais akipita pale akiwepo, kama anatoka mjini kwenda pale Msoga, wanajua msafara unapita, kwa sababu pale zahanati kwenye Mbuyu ukiwa pale kuna upande wa pili pana zahanati mpya nyingine, lakini pana shule pale aliyosoma pia Kikwete, alafu ndo pana Ikulu Kilimani. Kwa hiyo Kikwete akipita na msafara wanaona. Sasa wanachoshangani ujasiri wa vijana wa Chadema, rais yupo ndani kwake, wamefungua mziki pale, vipaza sauti, anasikia hadi ndani tunamsema, namna ambavyo wameshindwa kusaidia majirani zake nyumbani kwao, pamekuwa na umasikini, ufaulu mdogo, huduma za afya hakuna, lakini pana sehemu pametoa rais. Basi wenyeji wajikuta wanaingia uoga, wanakimbia. Lakini halikadhalika na kata Rugoba pia nilikuwa naiongoza, ambao ndio ilikuwa makao makuu yangu mimi kama Lavi Kamanda. Nilikuwa askari kata Msoga, nakuja napiga kazi Msoga mchana, lakini makazi yangu yalikuwa pale Rugoba Center. Na halikadhalika vile vile pale pana mizizi, kwa sababu ndo nyumbani kwa hawa kina Shubash Pateli, na ile kata ile shule ya sekondari ya Rugoba imejengwa na kina Shubash. Kwa pana mizizi fulani hivi, watu wanaogopa kuisema serikali au kuwasema wenyeji viongozi wa eneo lile. Na operation nyingine ya chama ambao ukiondoa uchaguzi mdogo, nilishiriki M4C ambayo ilianza Mtwara na Lindi, lakini baadaye tukaendelea mikoa ya Morogoro na Iringa mpaka anakufa Mwangosi Iringa. Sisi ndo tulikuwa eneo la tukio Nyololo siku ile asubuhi tumetoka pale Iringa mjini kwenda kufanya operation kata ya Nyololo Mafinga, ambako polisi walituambia tusifanye kupisha zoezi la sensa. Kwa hiyo tangu tunatoka Morogoro tunazuiwa kwamba tusiende Iringa, lakini tulienda, tulikuwa tukiongozwa na Dr. Slaa, na baadaye tulipofika Iringa polisi walizuia tusifanye shughuli zetu Mafinga. Kwa hiyo ilichaguliwa timu ndogo ambayo viongozi tusiwapeleke kwa sababu ya riski ya polisi wameenda wengi na wenyeji wanatujulisha, lakini vijana wenye ujasiri twende wachache na tuhakikishe pale mikutano na naona Mheshimiwa Boniface Jacob amekatika bila shaka. Naona Mheshimiwa Boniface
Jacobo amekatika. Ninaomba nipitie maswali. Kuna mwandishi wa habari wa Mwananchi anaitwa Elizabeth, aliuliza swali kwamba ni kwa kiasi gani Chadema imeathirika kutokana na zuio la kimahakama. Kwanza niseme wazi, zuio la kimahakama ni mpango wa serikali kwa maana ya watawala kuzuia chama kisifanye shughuli zake za kisiasa, na mbinu hizi zimetumika katika mambo mengi. Ni package. Kwa lugha ya kisheria inaitwa pattern. Ni pattern ya dhuluma. Ni pattern ya dhuluma. Zuia Chadema isifanye shughuli zake za kisiasa, kamata mwenyekiti wake awekwe ndani, vunja miguu watumishi wa chama ambao wameenda kwenye kesi ya mwenyekiti pale mwezi Aprili mwaka 2020 na ngapi, poteza vijana wa chama wenye ushawishi kama Mdude Nyagali, Soka, Dionis Kipanya, kamata wape kesi za uhaini na ugaidi kama Mzee Bujoro ambaye yuko gerezani mpaka muda huu, Yohana Kaunya katibu mkuu mstaafu wa Bavicha ambaye yuko gerezani mpaka muda huu. Hiyo yote ni pattern. Kisoma ripoti iliyopelekwa ICC na ile taasisi, wanajaribu kueleza pattern za uharibifu wa uhuru na haki ambayo imefanyika. Kwa hiyo imetuathiri kiasi gani? Kama chama hatuna uhuru wa kutumia ofisi zetu, hatuna uhuru wa kutumia mali zetu, hatuna uhuru wa kutumia fedha zetu, akaunti zetu zimekuwa frozen kwa maana ya kukidisable chama. Lakini katika dunia ya sasa unaweza ukafunga majengo na vikao vikaendelea digital. Katika dunia ya sasa unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo lengo la watawala ni chama kisiendelee kupractice, lakini kwa sababu ya creativity, ubunifu, tumeweza kuendelea na shughuli zetu hata katika mazingira duni na magumu zaidi. Kaka Boniface, ulitutoka kidogo, karibu uweze kuendelea. Asante. Sijui nilishia wapi, naona tatizo la mtandao kidogo. Ulikuwa unajaribu kuelezea, umepita maeneo mengi kidogo, umetoka kule kwa Mzee Mkapa, so umeeleza kwa kiasi kikubwa namna ambavyo ulishiriki operation mbalimbali za chama. Sasa nafikiri uelekee sasa kwenye nini kilikuingiza kwenye siasa. Sijaona hilo eneo yaani ilikuwa kuwaje ukaingia kwenye siasa, na ilikuwa kuwaje ukagombea uwenyekiti, baadaye umea, hapo visa vya kiuchaguzi. Umezungumzia visa vya kule ulikokwenda, maeneo mengi ambako umepractice, umeeleza kwamba ulikuwa unapelekwa kwenye maeneo yenye sifa za ukorofi kwamba maeneo ambayo kutekwa kuko waziwazi, ulieleza katika hilo eneo. Kwa hiyo ukijumlisha yote hayo unaweza ukapata kuconnect ulipoishia, pamoja na kama kijana mdogo uliingiaje kwenye siasa, vikwazo vilikuwa ni vipi, opportunities zilikuwa zipi, ukawa Boni uliyekuwepo hapa leo. Karibu. Asante sana. Mimi nafikiri mwisho nimeeleza kwamba baada ya kutoka Lugoba, sehemu nyingine ninayokumbuka nimeenda operation nyingi, lakini vile vile nilishiriki na Karenga, na halikadhalika pia Karenga walinipanga maeneo magumu hivyo nje ya mji kabisa kule Magulilwa. Sasa nirudi kwenye namna gani nilijoini siasa. Mimi siasa nilianza tu maarufu wa mtaani, alafu baadaye watu wakaniunganisha mimi na Chadema. Lakini mimi nikiwa kijana mashuhuri pale Ubungo na chuo kikuu nilikuwa najulikana kwa jina la Mtata. Tulikuwa tukipanga mgomo wote chuo, sekta ya kwamba watu watoke madarasani waandamane ilikuwa ni sekta yangu.
Kwa hiyo watu wengi waliosoma 2004, 2005, 2006 mpaka 2009, 2010, jina maarufu kabla ya kujua naitwa Boniface Jacobo, jina langu lilikuwa linajulikana Mtata. Mtata ni kwa sababu wenzangu tukienda Level Square tulikuwa tumegawana majukumu pale na baadhi ya watu. Kuna wenzangu watahutubia na kueleza kwa nini tunapaswa tugome, lakini modality ya njia za kugoma, maandamano ndani ya chuo tunapita wapi, na kesho tunakutana saa ngapi, na tukikubaliana hakuna kuingia darasani, hakuna kuingia darasani. Sasa ile sekta ya kupita na viboko madarasani, kwa wale ambao walikuwa wanajifanya soma wataki migomo vioni, hiyo ndio ilikuwa hiyo ndio ilikuwa sekta yangu. Kwa ile kitendo cha kusema tu Mtata anakuja, watu wanakimbia wanaenda sehemu tuliyokubaliana kuanzia maandamano au kuanzia mgomo, nikajikuta maarufu pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, jina langu linaitwa Mtata, ndio jina maarufu. Nakumbuka wenzetu kwenye harakati hizo tulikuwa na watu wengi, wakina Dadi Igogo, sasa hivi CCM, walikuwa Chadema, sasa hivi CCM. Tulikuwa na wengine sasa hivi ni viongozi wakubwa wa jeshi la wananchi. Tulikuwa na mablaza ambao walitutangulia kutufundisha harakati hizo, wakina Tweve alikuwa mwanasheria au sijui yuko wapi. Tulikuwa na ndugu zetu ambao tuliwakuta pale mwaka mmoja mbele, wakina Julius Mtatiro. Tulikuwa na wenzetu wakina Steven Wawawa, huyu bado mwenzetu. Tatiro sasa hivi CCM, mkuu wa wilaya Shinyanga. Tulipomaliza alianza CUF, baadaye amemaliza harakati zake CCM. Tulikuwa na wenzetu wakina Gwakisa Mwakasendo, alikuwa Chadema, na sisi nyuma yetu tulikuwa na vijana ambao wako nyuma yetu, na wakina Mwampamba walikuwa dasi ule Kisarawe, wale walikuwa nyuma yetu. Lakini vile vile tulikuwa na vijana wengine wakina Josephat Msanga, sasa hivi ni wakili. Tulikuwa na wenzetu wakina Matias Kipala. Matias Kipala alikuwa ni mwenzetu, baadaye alitimkia CCM na kwenda kugombea CCM. Tulikuwa na vijana wengine wadogo tulikuwa tuna recruit pale UD, ikiwemo wakina Aliapi, yule ni kijana wetu, na kuna kipindi alifukuzwa, mimi ndo nilimuhifadhi asirudi nyumbani kwao Tabora. Kwa hiyo harakati zile za chuo kabla ya kuunganishwa na Chadema, tulikuwa tuna umaarufu mkubwa wa kuendesha harakati zetu ndani ya chuo cha Dar es Salaam na harakati mbalimbali. Na baadaye tulisimamishwa chuo kwenye uchaguzi ambao tulimsimamisha kusigombea urais wa chuo Mganda, alikuwa anaitwa Odong Kefa Silas Odwa. Huyu ndo alisababisha tukasimamishwa chuo. Mimi wakina Wawa, wakina Silinde tulisimama chuo kama miezi miwili mitatu hivi na wakina Silinde, na baadaye tuliitwa mpaka na mkuu wa chuo kwenye mgomo huo, na mgomo ulikuja ni kwa sababu chuo kilimzuia mgombea wetu ambaye ni Odong Kefa Silas Odwa, alikuwa Mganda, huyu baba yake yuko exile Uingereza. Chuo kikatuambia sisi sio wazalendo, inakuwaje State University tunamsimamisha urais Mganda? Je, sisi tukienda Makerere panaweza Mtanzania akawa kiongozi kule wa wanafunzi kwenye chuo kama kile cha Makerere? Lakini baada ya kushindana kwa hoja na maprofesa, kipindi kile mkuu wa chuo Mkandala, tukawashinda kwa hoja. Ikiwa imebaki siku moja uchaguzi kufanyika na wakajua mgombea wetu anashinda, wakamdisqualify dakika za majeruhi, hapo chuo akikukalika. Kwa hiyo baadhi ya sisi ring leaders tukasimamishwa masomo kwa miezi kadhaa, ikiwemo kina Silinde, kina Owawa, kina Gwakisa na watu wengi, na baadaye tukarudi chuoni. Lakini mwaka mmoja mbele tukiwa tumesimama chuo, tukamrudisha Matias Kipala, ikiwa ni miongoni mwa kwenye kundi letu, na yeye tukamsimamia mpaka akashinda urais chuo kikuu cha Dar es Salaam, baada ya, kwa sababu Odong alikuwa anaingia baada ya kina Mtatiro. Alafu Odong ilivyoshindikana na uchaguzi ukaahirishwa, akaja Matias Kipala. Hiyo ni rejimu yetu ambao tulikuwa front kabisa vijana, ambao uchaguzi ule ulisababisha mpaka chuo kikafungwa, kwa sababu serikali na chuo waligoma kabisa kumwacha Odong Kefa Silas Odwa agombee na awe mgombea urais ashinde. Wakaona ni bora kumtoa, na alipigwa patriation na ndege ya jeshi
kurudishwa kwao Uganda na drama nyingi za kuonekana alikuwa na kadi za CCM na nini, kitu ambacho ni uongo, kwa sababu sisi tulikuwa ni washikaji zake na baadhi tulikuwa ni timu ya kampeni ya Odong Kefa Silas Odwa, tunazunguka naye kwenda Dusa. Na kipindi hicho chuo kikuu ukigombea urais huko main campus, Alizi wanapiga kura, Dusa wanapiga kura kumchagua mkuu wa chuo na nini rais wa Daruso, na kile chuo cha uandishi wa habari kule kinapiga kura, chuo cha umeme cha electrical engineering sio electrical, chuo cha mawasiliano kile communication telecommunication kile cha mawasiliano pale viwanja vya posta chenyewe nacho kinapiga kura. Kwa hivyo vilikuwa ni vyuo vikuu vishiriki na wenyewe vina wanafunzi wake wanashiriki kuchagua, na kile chuo cha marine cha uvuvi kile cha Kunduchi, hizo ni campus tulikuwa tunatembea na Odong Kefa Silas Odwa tukiwa na Costa ya timu ya kampeni kwenda kuomba kura. Kwa hiyo ule maarufu na harakati zetu za chuo zilisababisha tukakutanishwa na Chadema, ndio tukakutana hapo na Kitila, tukakutana huko na kina Mnyika, tukakutana na kina John Mlema by then, na tukaanza sasa kuambiwa sisi itikadi zetu na falsafa zetu zinafanana na chama kipi cha siasa, na mdogo mdogo tukaanza vikao nje ya vijana wa chuo, tukaanza vikao na Chadema kufanyiwa recruitment, na by then tulikutana, yani sisi kukubali kwamba tunafanya harakati sasa za Chadema tukiwa ndani ya chuo. Mkutano wa kwanza kumwalika Dr. Slaa na kina Mbowe na kina Mnyika official viongozi wa Chadema tuliufanya ukumbi wa DDC, kwa sababu ndani ya kampasi ya chuo tulikuwa tunakatazwa kufanya harakati za siasa, lakini nje ya chuo wanafunzi wa chuo wakatazwa kufanya harakati za siasa. Kwa hiyo tulifanya harakati zetu, tukafanya mkutano mkubwa wa DDC ambao tulialika vijana nadhani wa chuo zaidi ya 2000, tukakutana nao hapa DDC Mlimani, na viongozi wa Chadema kina Dr. Slaa walikuja kuhutubia. Na baada ya hapo ndo sasa mimi pale mtaani wananihitaji nigombee serikali ya mtaa, wakaniunganisha. Sasa utakumbuka nilikuwa naungana na siasa za chuo na Chadema, lakini kwa mtaani kule sijui viongozi wa Chadema ni wakina nani. Kwa hiyo kwa sababu tayari na mtaani nilikuwa nina jina na kuonekana ni mwanaharakati machachari kijana mdogo, viongozi wa Chadema wa mtaani wa jimbo la Ubungo walifuatwa na wananchi kuambiwa hapa tunahitaji kijana mtaani kwetu, kuna kijana yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam tunahitaji agombee. Kwa hiyo ni Chadema ndo waliitwa na wananchi kuja kuunganishwa na mimi kutoka jimbo la Ubungo. By then mwenyekiti wa jimbo la Ubungo alikuwa anaitwa Michael Peter Aweda, sasa hivi ni kada wa CCM huko Karatu, lakini by then alikuwa ni mwenyekiti wa jimbo la Ubungo, na Mnyika alikuwa ndo kijana anachipukia bado ataje hawa mbunge hapa jimbo la Ubungo. Kwa tukajikuta tunaunganishwa na kina Mnyika kwenye siasa sasa za jimbo la Ubungo na kuanza kufanya shughuli za kitawi, kata na jimbo la Ubungo kupitia kina Michael Aweda. Katibu wa jimbo Maidheni alikuwa ni mtu anaitwa Michael alikuwa anaitwa Makwilo, Rashid Makwilo, na sio Makwilo, jina la kwanza sikumbuki nani, lakini wa mwisho alikuwa anaitwa Makwilo ambaye sasa hivi naye amerudi CUF. Kwa hiyo hivyo ni namna ambavyo nilikutana na Chadema katika mazingira ya siasa za chuo, na nilivyorudi mtaani nikakutanishwa na Chadema kwa maana jimbo la Ubungo. Na baadaye kata ya Ubungo palikuwa mtu mmoja tu Mwakajwanga, alikuwa ni katibu wa Ubungo, ndo alinipa fomu za kugombea mwenyekiti wa mtaa wa Ubungo Kisiwani, na hatimaye sasa nikawa ni active member wa Chadema, kwa maana nawajibika vikaoni na majukumu, nafanya shughuli za kichama ukiondoa zile ambazo nilikuwa nafanya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam. Oh, shukran sana. Leo ndo nimejua siri, kumbe ulikuwa unapelekwa maeneo yenye utata sana. Yenye maeneo yenye utata sana kwenda kwenye nani. So katika maisha yako ya kisiasa unaonekana ulianza ukiwa kijana sana. Vijana wa mtaani ndio wanakuambia kwamba wanaitafuta Chadema, wanasema tuna mtu wetu huyu hapa tunataka agombee. Swala la pesa wakati wa kugombea kwa kijana wa mtaani, kuna mambo ya PA system, mikutano ya hadhara na nini. Uliwezaje kugharamia kampeni zako ukiwa bado kijana mdogo kabisa kwenye masuala haya ya uchaguzi? Karibu.
Nashukuru sana. Mimi bwana kutokana na uzoefu wangu wa chuo, zile kampeni za chuo, kwa sababu nikiwa University of Dar es Salaam nilikuwa ni active eh, nilikuwa ni active student wa kushiriki siasa za ndani ya chuo. Moja ya kitu ambacho nilitoka nacho chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho nilijua nakiweza hata kama sina hela ni kutengeneza vipeperushi vya black and white, kwa sababu tukiwa vijana wa chuo tunagombea urais, tulikuwa tunaenda Kariakoo kule Jangwani, tuna print vipeperushi vya black and white. Kwa hiyo mimi nilipogombea serikali ya mtaa nilienda kuchapisha tena kule Kariakoo Jangwani vipeperushi vya black and white hivi mnavyoviona hivi, ukiwa barabarani vinasema sijui mganga kutoka Sumbawanga nini, wanasambazaga vile vituoni. Vile ni most of the cheapest way ya campaign. Kwa mfano vile vipeperushi 30,000 unaweza kutumia shilingi 10,000 kuviprint. Vipeperushi 30,000 bando la vipeperushi 30,000 tulikuwa tunatumia shilingi 10,000 kuviprint. Kwa hiyo nikitaka kuchafua mtaa, kila mtu apite kila kona za mtaa, nikiwa na shilingi 30,000 naenda kupeperuka kutengeneza vile black and white. Hata vipeperushi 40,000 kwenye timu za mpira wanakaa kwenye kona za na pembe za mtaa, kazi yao asubuhi mpaka jioni ni kumgaia kila wanayemuona mtaani. Kwa hiyo unajikuta ukiwa kijana mdogo unakuwa ni mgombea maarufu ndani ya muda mfupi sana. Lakini la pili, sikuwa na uwezo wa kuprint mabango haya kali makubwa. Nakumbuka nina bango moja mpaka leo ninalo, ingekuwa tunabaki ground hapa ya kuposti, ningeposti tu watu waone. Nilikuwa na bango yasiyozidi 10 na bango moja niliprint stationery pale Mwenge, moja shilingi 2,000. Kwa hiyo nilipata mdau akaniprintia mabango 5. Sasa hayo moja tuliprint tukawa tunatembea nalo vijana kwenye kampeni, tukipita kundi la mguu kwa mguu vijana wanabeba. Lakini zile sehemu pia nilikuwa najua hapa mtaani ni sehemu zenye ushawishi, watu wazee wanakaa vijiweni, nilihakikisha sehemu hizo nabandika mabango kama moja moja kwenye maeneo muhimu ya mtaani, aidha baa mashuhuri ambao unajua watu wengi wanaenda, au ni sehemu ya watu kuangalizia mpira wanakutana jioni kwenye kona ya mtaa, au ni duka ambalo unajua watu wengi wanaenda kupata huduma ya mahitaji. Kwa hiyo sikuwa na mabango zaidi ya 5, lakini kwa maana vipeperushi black and white, nafikiri mpaka Ubungo mpaka leo kuna watu wananitania, wananiita mzee wa vipeperushi kwa sababu ya kampeni niliyofanya hivyo. Na the same next year niliyofanya kugombea udiwani Ubungo, sikuwa na hela. Mimi mkutano wa hadhara nilifanya mmoja tu, tena wa mgombea ubunge ambaye ni Mheshimiwa John Mnyika. Mkutano wake huo ndio pekee nilipanda jukwaani. Tuliufanya na mgombea urais Dr. Slaa kwenye viwanja vya Shekilango hapa Lego. Ukiondoa mkutano huo, sikuwahi kuwa na mkutano wa kampeni wowote wa jukwaani wa PA, kwa sababu sikuwa na uwezo wa kulipa PA. Lakini kwa maana nyumba kwa nyumba, blaza, nilikuwa naamka asubuhi saa 2 asubuhi, mimi na timu yangu wa vijana 5 tunabeba miogo kwenye begi. Ukimwona mtu kavaa begi mgongoni lina miogo na vitumbua, na hao vijana mpaka leo ninao na ni marafiki zangu, ikiwemo mmoja pale ana duka kubwa pale external barabarani kituoni, anaitwa Chale bonge bonge hivi kama mimi. Wale walikuwa wanakuja asubuhi, wananipigia simu, tumefika nyumbani nje. Nikifika pale nje tunanunua vitumbua vya kutosha, miogo ya kutosha, mmoja anavaa kwenye begi mgongoni. Tunatembea mtaa kwa mtaa, mitaa yote 5 kata nzima. Lakini tunapanga kama leo Jumatatu au Jumanne tunaenda mtaa huu, siku hiyo tunamaliza mtaa. Kesho tunaenda mtaa B, kesho kutwa mtaa C, siku nyingine hivyo hivyo. Tukimaliza rotation tunapumzika, siku nyingine tunaamka hivyo. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi kata yangu nikawa ni maarufu, mgombea maarufu. Tena nilikuwa nagombea na mtu tajiri sana, by then alikuwa ni wakili wa Richmond, alikuwa mgombea wa CCM, anaitwa wakili Adieli Kitululu. Alikuwa ni wakili mkubwa wa kipindiko Richmond maarufu. Yeye ndo alikuwa kampuni hiyo, ndo ni wakili wake. Ukienda pale nyumbani kwake ni kasi. Mimi nilikuwa niko ghetto tu, chumba kimoja. Lakini kwa maana kutembea vijiwe kwa kijiwe, nyumba kwa nyumba, nafikiri nilimzidi maarufu, nikawa ni mgombea maarufu kwa sababu kwanza nina shati moja, nikipita watu wanajua yule mgombea wa Chadema ni pauno. Pili, sina baskeli, sina pikipiki. Kwa hiyo watu wanajua kwamba yule ni mgombea wa Chadema. Na wapinzani wangu mmoja Astifa walikuwa wananiambia tutamchaguaje diwani, ana nyumba, anakaa chumba kimoja cha kupanga. Nikawa hiyo propaganda nikipita naambia mimi ndo diwani safi, ukija kwangu hamna geti, hamna mbwa,
hamna mlinzi, hamna appointment. Ukiona tu diwani mlango uko wazi unajua yupo. Kwa hiyo tulianza kujibu propaganda za kuonekana masikini zikawa ni sifa za mgombea na watu wakanipenda namna nilivyokuwa nazijibu. Kwa hiyo udhaifu wangu wa kukosa gari, kukosa PA, kukosa pikipiki ndio ukawa uimara wangu wa watu kunipenda, kwamba diwani msela, diwani anapatikana na diwani wa namna hii ndo tunamhitaji. Kwa hiyo nikaliangusha janti ambalo lilikuwa ni tajiri, alikuwa wakili mwenye uwezo, alikuwa ni mtu mwenye uwezo. Hata pale mtaani utagundua wagombea wake tu wale wapambe wake walikuwa wanapewa pikipiki mtu mmoja mmoja. Sasa mimi hata hiyo pikipiki wanaopewa wapambe sina, lakini nikaibuka kidedea 2010 nikawa diwani. Kwa hiyo hapo sasa nikaanza kuingia kwenye siasa za wilaya, mkoa, kitaifa, mpaka leo nimefika hapa nilipo. Umenifurahisha sana kwamba moja kati ya sifa ulikuwa na shati moja. Kwa hiyo kama kuna kijana anayekusikiliza sasa, Boniface Jacob ana historia pana sana. Tena ile shati pambalo nilikuwa sina uwezo wa kushona combat kama hii. Kwa hilo shati lilikuwa la kaki, nilinunua Manzese Mtumbani. Nafikiri alikuzidi shilingi 10,000. Kwa hiyo lilikuwa linafanana na combat. Sasa chini navaa suruali nyeusi ila juu navaa lile shati. Kwa hiyo kiliona hivi ni kama combat, lakini kwa ni shati la kaki la mtumba. Kwa hiyo sina combat ya kubadilisha. Kwa hiyo usiku nikirudi jasho nalifua, asubuhi ninakula pasi. Kwa hiyo naonekana ni shati lile. Kwa hiyo chini tu ndo nabadilisha, aidha suruali nyeusi au jinsi au kadeti, lakini juu kwa kuwa sina combat ni shati langu la kaki tu ndo lilikuwa uniform yangu. Kwa hiyo nikisema shati moja maana yake ni mwanzo wa kampeni mpaka mwisho nilivaa shati hilo hilo. Okay. Nafikiri kuna kijana anayekusikiliza anayedhani kwamba kuingia kwenye siasa mpaka uwe na vitu vingi sana. Nafikiri kama ulimsikiliza Aida Kenani, ukamsikiliza Pamela Masai, sasa unamsikiliza Boniface Jacob, una uwezo wa kuja kuwa Boniface Jacob kwenye eneo lako bila kujali unamiliki kitu kiasi gani. Shukran sana kaka Boni. Nataka ukatupitishe ulipokuwa meya. Kuna mambo gani ambayo umeyafanya leo watu wa Ubungo wakiyaona wanasema this is the footprints of Boniface Jacob? Karibu kaka. Asante kwa sana. Kwanza mambo ambayo nilimaka ambayo Chadema, na kwa maana mimi binafsi na Chadema havitosahaulika pale manispaa ya Kinondoni. Unajua Pambalu, kabla mimi kuwa meya, kitu kinaitwa mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mimi nimekuwa meya 2016, lakini mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mujibu wa sheria ilipitishwa tangu 2004. Lakini kwa nchi yetu ya Tanzania na halmashauri zote ni kitu ambacho watu walikuwa hawajui kinafanyika vipi na kikiwa kinaendeshwa kwa usiri sana. Kwa hiyo wananchi na Watanzania walikuwa hawajui kwamba mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ni kitu kwa kinatolewa kwenye halmashauri kwa namna gani. Mimi nilipokuwa meya ndo chanzo mpaka leo hii unajua nchi nzima kila mtu anajua kwamba kuna mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa sababu mimi nilifanya kampeni ya kwenda kugawa hizo hela kwa kutumia media na kila siku kufanya kampeni ya kuonesha kwamba ukiomba mikopo hiyo halmashauri tunakupa. Kwa hata mimi pale nilipokuwa Kinondoni, nimekuwa mwananchi wa kawaida wa manispaa Kinondoni, sikuwahi kusikia hizo, lakini nilipokuwa meya nikaambiwa kuna mafungu ya kugawa hela kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. I say brother, ni legacy ambayo nimeifanya mpaka leo hii. Kila Mtanzania anajua kwamba halmashauri kuna hela za vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Hiyo kampeni nilifanya mimi 2016. Lakini ni sheria ilikuwa kwa miaka 12 iliyopita. Ilikuwa haitumiki, hela zinagawanywa na watu hawajui zinagawanywa vipi. Lakini kwa halmashauri ya Chadema ya Kinondoni ilipokuwa chini ya Chadema ndo tuliweka silio hadharani kwamba hela zipo, mtu akiwa na sifa fulani zinagawanywa, na nikawa nafanya kampeni ya kugawa hizo hela mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, mbele ya vyombo vya habari, na halmashauri zingine na majiji mengine yakaiga. Mpaka leo hii mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Kila mtu anaomba na kila mtu anapata. Kwa maana yake kama si Chadema kuchaguliwa Kinondoni, kama sio mimi kuwa meya,
huenda mpaka leo watu wasingejua kama kuna fursa ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupata fedha hizo. Lakini jambo la pili ni changamoto ya madawati. Mimi nilipokuwa meya Kinondoni, moja ya kitu nilijiapiza kwamba lazima tuhakikishe hiyo aibu inaondoka, ni jambo la kuhakikisha kwamba wanafunzi wakae chini kwenye halmashauri ya Kinondoni. Tumeingia Kinondoni, tumekuta kuna uhaba wa madawati kama 110,000 hivi na 10 au na 20. 2016 mimi ndo mtu wa kwanza kipindi Magufuli anakuja na slogan ya kubana matumizi, kupeleka hela kwenye mahitaji yenye uhitaji mkubwa kwenye serikali. Mimi kwa halmashauri yangu ya Ubungo nilikuja na hiyo slogan ya kuonekana kwamba naweza nikasevu hela nikatengeneza madawati. Kwa hiyo 2016 kwenye halmashauri ya Kinondoni nilifanikiwa kuleta madawati 100,000 baada ya kupunguza mahitaji mbalimbali. Lakini la pili ni legacy ya kuanzisha halmashauri ya Ubungo. Leo hii Chadema, ukiongelea halmashauri ya wilaya ya Ubungo, huwezi kuondoa pale uwepo wa Chadema. Kwanza unasikika, endelea, unasikika. Cha kwanza kabisa samani kidogo, naona kuna mwingiliano hapa mtandao. Cha kwanza kabisa Ubungo ni kutafuta lile eneo la kwamba tuweke wilaya wapi. Lile eneo hatukununua, bwana Pambalo. Naamini wangekuwa CCM pale wazingeibiwa. Lile eneo palikuwa na viwanja vya National Housing. Mimi nikiwa meya Ubungo nilimfuata mkurugenzi wa National Housing by kipindi hicho alikuwa Nehemia Mchecho. Kwa hiyo nilimfuata ofisini kwake nikamuomba moja ya viwanja vya National Housing, akanigaia. Kwa hiyo alivyonigaia kile kiwanja sikutoa hata 100. Kile kiwanja ambacho leo ni makao makuu ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo nilipewa bure na Nehemia Mchecho wa National Housing. Lakini vile vile mchoro tuliuchora wenyewe, namna gani makao makuu yakae pale tuliweka wenyewe. Na kipindi hiko tulikuwa tumekodi jengo binafsi kule Kibamba, lakini tunalipa milioni 200 kama na 40 kwa mwaka. Mimi ni moja kitu ninachojivunia, tulienda kuanzisha majengo makao makuu ya halmashauri ya mabati. Tuligonga mabati, ofisi za mabati pale Rugu, eneo la National Housing, na tukaambiana mwaka huu mwisho kukodi hii milioni 240 tunayopata kumkodisha huyu mwenye eneo ambao yeye alikuwa zamani ni eneo la shule, ndio ikawa ni maeneo ya muda. Tukaacha eneo lile la kukodi, tukaenda kuanzisha halmashauri ya mabati. Kwa ofisi ya meya na mkurugenzi ya kwanza pale Luguruni, kabla hili gorofa kulijenga ambao tumelijenga sisi, tulienda kugonga mabati tukakatakata partition, ikawa ni ofisi ya meya na mkurugenzi ya mabati. Kwa hiyo nikiongea leo nikiona halmashauri ya Ubungo tunapita tunaona ina magari, kuna jengo liko pale makao makuu ya halmashauri ya Ubungo, huwezi kuondoa uwepo wa halmashauri ya Ubungo na Chadema. Chadema tulitafuta eneo, tukaweka ndoto za kujenga, tukachora lile jengo, lilichorwa na dada moja alikuwa ni mtumishi wa halmashauri. Tena kipindiko alikuwa ni kibarua wa kujitolea, architect. Nafikiri alikuwa anaitwa Nuru. Dada Nuru, Mwenyezi Mungu ambariki sana, alituchorea makao makuu ya Ubungo yale, na wakati mkandarasi wa kuchora tuliletewa na serikali TBA watucholee. Mchoro tu walitaka bilioni 1, kutuchorea makao makuu ya halmashauri ya Ubungo walihitaji bilioni 1, tukakataa. Tukamuomba yeye ni architect, akatuchorea jengo la kisasa ambao leo ndo naliona pale limechorwa na mdada ambaye hata hakuwa mtumishi wa TAMISEMI, alikuwa ni volunteer tu katika ofisi ya uhandisi, alikuwa anaitwa dada Nuru, akalichora. Na kiwanja by then tumekipata, tukasema mwisho kupanga, tukaenda kujenga ofisi makao makuu ya halmashauri ya mabati, na baadaye tukajenga jengo la muda ndogo la block la chini, ndio likawa ofisi ya mkurugenzi na meya, watumishi wanakaa kwenye mabati, na wengine tukawatawanya wakaenda kwenye ofisi za kata ikiwemo Mbezi na Kimara kwa muda.
ili halmashauri tuendelee kujipanga. Kwa hiyo huwezi kuiongelea leo halmashauri ya Ubungo usiongelee Ubungo, usiongelee Chadema. Huwezi kuongelea Ubungo usimuongelee mstahiki meya wa kipindi hiko ambacho ni Boniface Jacob. Kwa hiyo kuna revolution nyingi tulikuja kuwaonyesha wananchi wa Dar es Salaam na wananchi wa wilaya ya Ubungo kwamba upinzani unaweza, na tukikabidhiwa nchi tunaweza tukafanya vitu kama tunavyofanya kwenye halmashauri yetu. Hata leo hii unavyoona Ubungo inaitwa ngome ya wapinzani Chadema. Hizi Kimara, unaona Kimara hii inaonekana leo Kimara sio CCM kabisa. Ni kwa sababu ya mambo ambayo tuliyafanya tukiwa kwenye halmashauri ya Ubungo, na sisi viongozi wa Chadema ni vitu ambavyo tulivisimamia: mikutano, kutoa mrejesho kwa raia, mbunge kukutana na wananchi mara kwa mara, madiwani kufanya vikao na wananchi, kujenga miradi, kushirikiana na wananchi, kupeleka huduma ya greda. Tulikuwa tuna greda la halmashauri, wananchi mkiweka mafuta tu tunawapeni bure, dereva bure, mhandisi bure. Kazi ya wananchi ni kujaza mafuta tu kwenye greda. Sasa hiyo ni revolution za kisiasa ambazo sisi vijana wadogo tulizifanya kwa Kinondoni na kwa Ubungo, zilisababisha watu waipende sana opposition, hasa chama chetu cha Chadema, na kuamini kwamba hawa watakabidhiwa nchi wanaweza kutuendesha nchi vizuri, na wanaaminiwa kwa nafasi nyingine kubwa. Naam. Shukran sana Boni, umeacha alama Ubungo ambayo kwa kweli haiwezi kusahaulika. Umeacha alama zako. Mimi nataka pia nijue vitu viwili: jina lako lilivyopelekwa kwenye kamati kuu ya chama kwamba huyu ndiye anayegombea umea Dar es Salaam, ile lilipokelewaje? Karibu. Kwa kamati kuu mpaka ninafika kamati kuu hapakuwa na shida sana, lakini moja ya interesting story bwana, tumetoka kwenye uchaguzi 2015 mbunge kubenea na madiwani tayari wa Chadema tushajua tuko wengi. Nikawaambia wenzangu nagombea, kwa kila mtu kwa nafasi yake akawa anafanya lobbying ya namna gani aweze kuwa meya, na mimi nilikuwa nafanya lobbying na kampeni za chini chini. Sasa Kubenea alikuwa karibu sana na Kombi, rafiki yake sana Kombi. Na mimi Kubenea ni mbunge wangu, nimemsaidia sana kuwa mbunge Kibupungu. Kwa hiyo tulikuwa tunashare na ananisaidia na mimi kampeni za umea. Na hata gari ya kwanza ya kutembelea madiwani ya Noah, nafikiri alinipa Kubenea kwa ajili ya kutembelea madiwani, kuzungukia madiwani wangu. Alinigaia Noah yake, ndio nilikuwa naitumia. Sasa siku moja bwana Kubenea akaniambia, watu wanasema wewe kwenye uaminifu na utiifu wa chama hamna shida, ila bwana watu chini minongono wanasema wewe elimu huna. Nikamwambia elimu huna? Yeye wanasema wewe ni mwanachadema mzuri kabisa, lakini watu wanasema elimu huna. Nikauliza kwa nini wanasema sina elimu? Akaniambia watu wanakujua wewe tu ni mlinzi wa Chadema, ni Red Brigade, kwa maana ni mlinzi wa viongozi wa chama. Sasa wanasema tu leo ndo tungeie umea mlinzi, tumekosa wasomi. Benea alivyondokeza hilo, nikamuuliza hiyo nani kasema? Akaniambia bwana Komu ndo amesema hivyo, na anashauri. Tunaye Mustafa Muro, naye ni diwani wa Kinondoni na ni injinia, kwa nini tusimpe yeye? Mustafa ni msomi mzuri. Lakini Mustafa Muro nilikuwa namzidi sifa moja, yeye alikuwa amehamia Chadema 2015 hiyo hiyo, alafu 16 ndo anagombea umea. Kwa hiyo mimi ni kijana wa siku nyingi na zaidi ya miaka 10 na nyuma kabla sijawa meya. Lakini habari hiyo akaniletea pia John Maria, wakili John Maria, akaniambia ni rafiki yangu. Akaniambia bwana, jana tulikuwa sehemu na mwenyekiti Mbowe wanajadili bwana pale Kinondoni meya atakuwa nani, kwenye mjadala mimi nikakutaja wewe. Elimu. Nikasema haiwezekani, Boni mimi ninachojua umenishinda, sina vielelezo. Kwenye mjadala watu wote mezani wanapinga bwana Boni hajasoma. Ni kweli mtiifu wa chama, ni mlinzi, lakini sio msomi. Kwa hiyo ikabidi nianze kuwapostia picha zangu za kugraduate chuo kikuu cha Dar es Salaam na matokeo yangu. Lakini hiyo ikanifundisha Watanzania wengi bwana, wakiwa wasomi wategemea hizi kazi ndogo ndogo kuzifanya. Kwa hiyo mimi kwangu sikiona kama ni kukatishwa tamaa, ilinipa morali kwamba kumbe ukifanya hizi kazi za ulinzi za nini ni kama watu wanaziona ni kazi anafanya mtu wa chini. Mimi pamoja ni graduate wa chuo kikuu, tena sio tu graduate wa chuo kikuu, pia nilikuwa nimeajiriwa na ualimu Bagamoyo.
kwa muda kama miaka mitatu, lakini hiyo haikuniondoa kwamba jukumu kubwa la kwanza kulifanya ndani ya chama, nilikuwa napenda sana kazi ya ulinzi wa viongozi, itifaki na kulinda mikutano. Kwa hiyo kumbe watu wengi wakawa wananijulia pale tu kuniona ninavyokimbiza misafara ya viongozi kwa miguu, ninavyokaa nyuma ya viongozi. Kwa hiyo wakaniona huyu ni mgambo tu. Umeona? Sasa leo mgambo anakuwaje meya? Lakini baadaye kuonesha vielelezo, nimekuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam na na degree ya ualimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, kidogo hiyo ikasababisha wanipende zaidi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto tu, lakini sasa ndani mpaka tumeenda kamati kuu, jina limeenda kule. Nafikiri sikuwa na upinzani kwa sababu maswali mengi kupitia mijadala ya nje huko nilijibu. Kikwazo kwangu ilikuwa tu ni kwamba sio msomi. Kwa hiyo nilivyoonyesha kwamba ni msomi na cheti na nimegraduate chuo kikuu cha Dar es Salaam, mjadala huo ukafa, nikawa sina mpinzani kwenye kugombea umea Kinondoni. Nikawa mpinzani wangu ni yule diwani wa Mbweni, alikuwa anaitwa Elibariki. Kwa hiyo yule diwani wa Mbweni tuligombea naye na tulifanya kura za maoni ukumbi wa Bahari Beach kule, nikamshinda na baadaye tukaungana timu pamoja. Sasa tukawa tayari kwamba sisi tuna uhakika. Na kwa Kinondoni kwa kweli tulikuwa hakuna mjadala. Pambalu Kinondoni CCM tulikuwa tunawazidi madiwani 20. Kiasi cha kwamba CCM kupunguza hiyo namba idadi ya hao madiwani ilibidi watukopee madiwani wengine ambao ni wabu. Unajua mbunge anaruhusiwa kuwa diwani. Kwa hiyo CCM walituletea madiwani wafuatao kutoka mbali. Wakamleta mzee Maiga, marehemu waziri Maiga yule waziri wa mambo ya nje. Akaja kuwa mbunge manispaa ya Kinondoni ili awe diwani kupunguza idadi ya ugepu. Wakamleta Ditopile yule demu nani dada anaitwa Mariamu Ditopile. Wakamleta naye kuja kuwa mbunge pale Kinondoni. Wakamleta Tulia Ackson na yeye akaja kuwa mbunge pale Kinondoni. Wakamleta Angela Kairuki, huyu sasa hivi waziri wa mawasiliano, naye akaja kuwa mbunge Kinondoni. Wakaleta wabunge wa Zanzibar kama 4, wakaja kuwa wabunge Kinondoni wa viti maalumu, wakaja kuwa wabunge Kinondoni, mashauri ya Kinondoni. Wakamleta waziri Makame Mbarawa Mnyaa, akaja kuwa diwani Kinondoni. Kwa hiyo mimi nimekuwa meya, kamati yangu ya fedha au ndio wajumbe wangu. Kwa hiyo nikajivunia baadaye, yani unakuta mimi nikiwa diwani meya sasa wa Kinondoni, kamati ya fedha Mheshimiwa Tulia Ackson ananyosha mkono, Mheshimiwa Maiga ananyosha mkono, Angela Kairuki ananyosha mkono, Mbarawa huyu Mnyaa ananyosha mkono. Kwa hiyo siku ya mwisho mawaziri wote wa CCM wakawa wananyosha mkono, mimi ndio meya wao pale, ndio mwenyekiti wa kikao wa kamati ya fedha. Kwenye baraza la madiwani ukitaka kuchangia, mimi ndo namwambia sasa Mnyaa changia, Mheshimiwa Kairuki changia, Mheshimiwa Tulia Ackson changia. Kwa hiyo kwangu pia ikaja kuwa ni uzoefu hivyo vichwa vya CCM unavyoviona ambao leo ni mawaziri. Mimi nimekuja kuwa kiongozi wao wa kamati ya fedha na baraza la madiwani, lakini waliwaleta kwa nia kupunguza idadi ya gap la madiwani kati ya Chadema na CCM. Na palikuwa na advantage nyingine. Mimi nikiwa meya pale tulikuwa tumeungana Ukawa. Kwa hiyo Chadema na kafu ni kitu kimoja. Naibu meya wangu wa kafu Mheshimiwa Jumanne Mbunju alikuwa diwani wa Tandale, ndio alikuwa naibu meya wangu wa Kinondoni ambaye ni kafu. Kwa hiyo ukiweka ule umoja wa Ukawa, idadi ya madiwani na wabunge wa Chadema na CCM tulikuwa tumewaacha sana mbali. Kwa angalau walileta kama watu 10 au 12 ili angalau kupunguza gap na ikaja kuwasaidia kwenye halmashauri ya jiji kuonekana kidogo pana upinzani wa madiwani kati ya CCM na upinzani. Lakini Kinondoni hali yangu ilikuwa nzuri sana kwa sababu ushindi ulikuwa ni wa uhakika. Asante sana. Nakushukuru sana. Nataka utupe stori moja ngumu sana imewahi kukutokea mara mbili. Ya kwanza, kama sijakosea, ulidhulumiwa umea ukufika mwisho, na ulipokuja kugombea ubunge na Dr. Kitila Mkumbo ulienguliwa, ulikuja kurudi wiki 2 za mwisho. Hebu tuambie nini kilitokea behind the scene, kulikuwa na nini mpaka hayo mambo hizo figisu za kisiasa zikakuandama? Karibu. Nashukuru. Mimi bwana,
Niliondolewa umea nikiwa nimebakiza wiki mbili kumaliza ngo yangu ya miaka mitano kama meya. Nakumbuka barua ya kwamba nimefukuzwa umea ilitolewa mwezi wa tano tarehe 22 2020, ambapo mabaraza madiwani yalikuwa yanavunjwa kama mwezi wa sita hivi kabla bunge lijavunjwa mwezi wa saba. Kwa hiyo maana yake nilikuwa kama wiki mbili ndo nimezulumiwa, lakini athari kubwa niliyoipata, baadhi ya haki zangu nilizipoteza. Kwa mfano, mafao ya umea nilinyimwa wakiniambia kwamba nimefukuzwa umea, lakini vile vile kwa sababu nilizuiwa kurudi ofisini kuchukua vitu vyangu, kuna baadhi ya nyaraka zangu muhimu na mali zangu mpaka leo zilizuiwa na serikali, kwa sababu pale halmashauri ile ofisi ya meya, baada ya mimi kupewa barua kwamba sio meya, pale waliwekwa askari wa polisi kutoka Gogoni wenye silaha na ofisi yangu ikafungwa na kufuli. Nikaambiwa siruhusiwi kukanyaga eneo lile na kwamba nikienda nitakuwa nataka nifanye vurugu. Kwa hata nilipodai kwamba kuna vitu vyangu nahitaji nikachukue, walikataa. Baadaye wakanitumia tu makablasha machache kama vile ndo vitu vyangu, lakini vitu vingi sana vilipotea nyaraka, ikiwemo moja ya nyaraka niliyoipoteza ilikuwa ni nyaraka ya ripoti ya uchunguzi ya uvamizi wa maeneo ya wazi mkoa wa Dar es Salaam, ilifanywa na Lukuvi akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kutumia vyombo vya dola, vituo vya usalama wa taifa, wizara ya ardhi na baadhi ya wataalamu wengine kutoka mkoani walikuwa wanapitia open spaces zilizovamiwa, na katika kitabu kile 75% ya maeneo ya wazi yaliyovamiwa kwenye ripoti ile ilikuwa inaonyesha ni CCM wamevamia maeneo ya wazi, ikiwemo kiwanja cha michezo cha Biafra Kinondoni. Kwenye ripoti ile iliyotolewa ya serikali ambayo ilikuwa imehusisha vyombo vya dola, ilionyesha kiwanja cha Biafra ni eneo la wazi, lakini lilikuwa limevamiwa na CCM, na ofisi za CCM Sinza 100% zote zimejengwa kwenye maeneo ya wazi, ikiwemo kiwanja cha CCM cha mpira kinachotumika kama magereji pale CCM, nafikiri ni Sinza E. Kwenye ripoti ile kinaonekana ni kiwanja cha wazi, ni mali ya serikali. Kwa hiyo ni ripoti ambayo baada ya kutoka Lukuvi akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kuwa CCM ilikuwa ndo mtuhumiwa namba moja wa uvamizi wa maeneo ya wazi kwenye nyaraka ile, ripoti ile haikuwahi kuwekwa wazi. Sasa kitabu kile mimi nilikipata nikiwa meya wa manispaa ya Kinondoni, na nilivyoenda Ubungo niliama nacho, na akionyeshi tu kwa maeneo ya uvamizi kwa wilaya ya Kinondoni, kinaonesha maeneo ya wazi yaliyovamiwa kwa wilaya ya Ilala, Temeke, Kinondoni kabla ya kugawanywa Ubungo na Kigamboni. Kwa hiyo ilikuwa ni ripoti mimi kwangu kuipoteza ilikuwa ni pigo kubwa sana, kwa sababu ilikuwa inanipa experience ya kuijua Dar es Salaam na namna CCM walivyotumia nafasi hiyo ya wao kuongoza serikali kuvamia maeneo ya umma, haya maeneo ya wazi ya umma, viwanja vya michezo na open space mbalimbali, kuvamia na kujimilikisha na baadaye kufanya kama vitega uchumi katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa kuwa waliofanya uchunguzi ule ni watu wa serikali na chama chao cha Mapinduzi ndio watuhumiwa namba moja, waliona aibu kuianika ripoti ile, ilifichwa na baadhi tu ya viongozi nafikiri ndio walipewa. Kwa hiyo nilivyokuwa meya Kinondoni nilikuta kwenye makabati, ripoti ile imefichwa kwenye makabati ya Kinondoni. Sasa nirudi why CCM hawakuvumilia nimalize wiki mbili zangu. Nyuma ya mchezo palikuwa na mwezi mzima wa mapambano wa mimi kulazimishwa kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Nilikutanishwa na wakuu wa wilaya wa Ubungo. Nilianza na rafiki yangu Polepole akiwa mkuu wa wilaya Ubungo, baadaye akaenda kuwa mwenezi. Baadaye akaja mkuu wa wilaya anaitwa Kisare Makore, aliniambia ana ujumbe wa rais wa kunitaka mimi nijiunge na Chama cha Mapinduzi, nikakataa. Na baadaye nafikiri nilikutana na viongozi wakubwa wa nchi ambao baadaye niliitwa kwenye kikao kimoja nikifikiri cha serikali kule Ikulu. Nilivyofika kile kikao hakikuwa cha serikali, nikajikuta watu wa karibu wa Magufuli tupu, na walimpigia simu Magufuli kumjulisha wako na mimi, na wakiniambia bwana, hapa alitoka Julius Mtatiro kabla hajahamia CCM, wewe ni mtu wa pili, tunakuomba sana uhamie Chama cha Mapinduzi. Nilikataa. Kwanza eneo lile kutoka nilijifanya kama vile naomba masaa 24 ya kuwajibu, nikatafakari. Lakini nilifanikiwa kuwachomoka pale, niliwajulisha viongozi wangu wa chama kwa kuna attempt 1 2 3, wakaniambia umewajibu nini? Nikamwambia nimekataa. Kwa hiyo baada ya kuambia nimekataa,
kisasi cha CCM kilikuwa ni kwamba wao wana kipindi hiko Kitila alikuwa ametia nia kule Singida. Kwa hiyo walipokuwa wananiambia wanahitaji mbunge Ubungo, palikuwa hamna mtiania yoyote wa CCM kwa jimbo la Ubungo kupitia CCM ambaye alikuwa amesha nia kugombea ubunge pale Ubungo. Kitila alikuwa anapambana huko kwao huko Singida. Kwa hiyo wao wakasema bwana, wameona potential candidate wa CCM ni mimi, wao nikikubali kujiunga na CCM, lakini miezi michache mbele nitakuwa ni mgombea wao ubunge jimbo la Ubungo. Kwa hiyo nilipoomba masaa 24 nilivyochomoka, break ya kwanza ilikuwa kwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbowe, ambaye nilimwambia, akaniambia umewajibu nini? Akaniambia nimekataa. Akaniambia safi. Na baadaye nikamwambia baadhi ya viongozi, wakaniambia niwe na tahadhari. Na wiki mbili mbele ndo likatoka hilo jaribio la kunitengua, kutoa barua fake kwamba Chadema wamenifukuza wanachama, na hata baada ya barua ile waliattempt kunitongoza kwamba nikitaka nirudishiwe umea nikae nao mezani, lakini vile vile mimi hazi yangu sio umea, ni ubunge, nikubali kusafiri kwenda Dodoma nikaonane na waziri mkuu au waziri Jafo, kuna maelekezo yangu kama nikifika Dodoma. Lakini badala yake nilikataa kupita njia hiyo. Tulitafuta mawakili wakafungue kesi ya mimi kuondolewa kihuni kama meya wake wa Ubungo. Nafikiri kwa sababu muda pia nao ulikuwa umeisha, tunaenda kwenye uchaguzi, kesi ile haikuwa na nguvu sana, lakini sikufanikiwa kurudi tena kwenye umea. Kwa hiyo kwenye jaribio hilo la kisasi kwao, baada ya kuwakubalia mimi kujiunga na Chama cha Mapinduzi, hasira yao ilikuwa ni hiyo tu ya kuniondoa kuwa mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo, nikawa raia. Lakini baadaye chama changu pia baada ya miezi miwili kinirudisha kama mgombea wa Chadema nafasi ya ubunge jimbo la Ubungo, na CCM walikuwa wamemleta Kitila kama mgombea wao, na nikakutana na kipingamizi cha kwanza. Kwenye mapingamizi tu ya kwanza, yani wagombea apite asipite, mimi nikainguliwa. Tukaendesha mashauri ya kurudishwa karibuni mwezi mzima ule wa kwanza, sikupiga kampeni, nikarudishwa baada ya kushinda rufaa Dodoma ya kwamba wabunge hao wamerudishwa wagombee. Nilivyorudishwa nimefanya kampeni wiki mbili, nikasimamishwa tena kwamba nimetumia lugha ya matusi jukwaani. Kamati ya maadili ya wilaya imeniadhibu kusimama kampeni. Kwa hiyo nimekuja kurudishwa tena kwenye kampeni wiki mbili za mwisho. Lakini hata hivyo mimi naamini watu wa Ubungo 2020 nilichaguliwa kwa kura nyingi sana. Lakini kwa bahati mbaya uchaguzi uliharibiwa na vyombo vya dola na matokeo yakawa ni ya kupika. Kilichotokea kila mtu anakijua. Hakuna wakala aliruhusiwa kutoka na matokeo na kwa walioingia, na kwa wengine mawakala walizuiwa kabisa kuingia hata vituoni. Lakini naamini watu wa Ubungo walijitokeza kwa wingi sana kunichagua mimi kama mbunge wao wa jimbo la Ubungo. Naam. Mheshimiwa Boniface Jacobo, tunakwenda kumaliza kipindi chetu. Utakuwa na dakika 10 kueleza kwamba maisha yako ya kisiasa na changamoto zote ulizozipitia na mkwamo ambao taifa letu limepitia, mawazo yako ni nini sasa? Conclusion yako ni nini sasa? Kama nchi, kama Watanzania, tufanye nini ili turudishe chaguzi zenye haki na ukweli, ili huko mbele Watanzania wawe na uwezo wa kumpata mtu ambaye kweli wamempigia kura? Ni nini maoni yako? Na ndo litakuwa swali langu la mwisho kwako kwa leo, na tutakwenda kuhitimisha kikao chako. Karibu. Haujawasha microphone, washa microphone. Hapo unanisikia? Nakusikia. Nasema kwanza kuna athari kubwa sana za kuvurugwa kwa demokrasia kwenye nchi yetu. Kwa bahati mbaya serikali hawaoni, CCM hawaoni, na baadhi ya raia pia hawajui. Unapomwondolea mwananchi kumchagua mwenyekiti wake wa kitongoji, unamwondolea morali ya yeye kuchangia maendeleo kwenye eneo lake. Unapomzuia mwananchi kuchagua kiongozi wake mbunge kwenye jimbo ambalo yeye anaishi, unamwondolea uhalali na morali ya yeye kushiriki kwenye kujenga siasa za nchi kupitia mbunge wake na mawazo yake kwenda bungeni. Kwa sababu mbunge haendi kupeleka mawazo yake bungeni. Mbunge anaenda na mawazo ya wananchi anaowaongoza. Kwa hiyo wananchi kwenye jimbo
Kama mbunge ataenda sio wa kwao, maana yake hawatompa ushirikiano. Kama hawatompa ushirikiano, maana yake hawatompa mawazo ya kupeleka kule bungeni. Kwa hiyo unavyoua mfumo mmoja wa demokrasia kwenye nchi, unaua uti wa mgongo wa maendeleo ya nchi yote. Kwa hiyo kuanzia ngazi ya vitongoji na vijiji, watu wanapoteza morali ya kuchangia mawazo, kipato, mali na jasho lao kwenye kujenga vijiji na vitongoji. Unapozuia wasimpate mbunge wanaomchagua, unazuia wao pia kutoa mawazo kwenye kujenga nchi yao, namna ya kuendesha nchi yao. Ukifanya hivyo, serikali peke yake haiwezi kuendesha nchi. Mahitaji kwa bajeti, kwa mfano mimi nimekuwa halmashauri, mnaweza mkakuta halmashauri ya Dar es Salaam ya Kinondoni au Ubungo, hitaji la bajeti peke yake ni mamilioni ya hela, lakini kwa peke yake fedha ambayo mna uwezo wa kuiendesha na kulipia mnakuta ni hela ndogo sana. Serikali wanasema bwana, sisi tunatoa 20% ya bajeti. Tafsiri yake ni nini? Wananchi kama wadau wa bajeti ndio wanaweza kusema maendeleo kwa haraka. Kwa unavyoondoa morali ya wananchi kufanya maendeleo, tafsiri yake unavunja morali ya wananchi kuchangia maendeleo ambayo serikali haiwezi kucompensate. Kwenye vyanzo vya mapato vya budget kuna sehemu inaitwa nguvu ya wananchi. Kwa hiyo kuua demokrasia manake unaenda kuhujumu kwenye bajeti ya nchi, ile kitu inaitwa nguvu ya wananchi kwenye kuchangia maendeleo ya wananchi. Hiyo moja. Lakini mbili, mkwamo tulipofika hapa tulipo, tunakuwa na serikali wananchi hawaiungi mkono, tunakuwa na serikali wananchi wanagiriba nayo rohoni, roho zao zinaona kama tunatawaliwa, waongozwi, wanainyima ushirikiano. Serikali ya namna hiyo pia vile vile ni ngumu sana kumletea wananchi maendeleo, kwa sababu haipati uungwaji mkono. Sasa basi nini kifanyike? Watanzania hapa tulipofika, kwanza hatuko sehemu mbaya. Nafikiri kupitia uchaguzi wa mwaka jana Watanzania wameonyesha kwamba uchaguzi ule hawajashiriki, na sababu za kuto kushiriki pia vile vile ziko wazi. Hawaoni kama uchaguzi ule ulikuwa ni sehemu ambayo ya wao kutoa maoni yao, walikuwa wanaona ni geresha tu kwao. Kwa hiyo tumefika pazuri ambapo kila Mtanzania ametoa jambo lake la rohoni kwa kuto kushiriki uchaguzi na kuto kushiriki shughuli yoyote ya uchaguzi tarehe 25 Oktoba. Kama taifa tumekwama, tunaendaje mbele? Kwenda mbele ni njia moja tu, tuendelee kuishinikiza serikali, tufungue mijadala mingi zaidi, tutafute uungwaji mkono wa wadau mbalimbali, lakini vile vile tuendelee kutoa elimu ya uraia kwa wale wananchi ambao wanafikiri siasa iwagusi, wawe sehemu yetu ya kudai mabadiliko ya mfumo ya kidemokrasia ikiwemo ya kiuchaguzi, ili CCM na serikali yao wagundue Watanzania wengi hatuwaungi mkono, warudi nyuma, kurudi chini, kutunga katiba na kuwa na sheria nzuri ya uchaguzi pamoja na tume huru ya uchaguzi. Kwa kufanya hivyo, tutarudisha kuwa na taifa lenye uhai. Taifa letu naweza nikasema sasa hivi si taifa hai. Taifa hai ni lile ambalo ni mfumo wa kidemokrasia. Wananchi wanajua kiongozi wao namna anavyoingia madarakani na anavyotoka madarakani. Tukiwa na kama hivi tulivyo, kwa kifupi sana ni kwamba taifa haliwezi kuwa hai, kwa sababu wananchi hawajui viongozi wao wanapatikana vipi na wanaondolewa vipi. Kwa kulifufua taifa ni kurudisha demokrasia na kurudisha morali ya kila Mtanzania, aone ana wajibu kuilinda, kuipigania na kuitetea nchi yake. Tukiendelea hivi tulivyo ni sawa na wananchi wa kwenye mgomo baridi. Wananchi wanaona wajibu wa kujenga nchi sio wetu, wa hao walio madaraka ambao wanaamini wao ndio wana akili pekee kuongoza nchi yao. Kwa hiyo tuache waiongoze. Kwa wamesusia maendeleo. Hakuna maendeleo, hakuna kupiga hatua. Sasa tutapitwa na nchi za Afrika Mashariki ambao ni washindani wetu wa kiuchumi kama Kenya. Uchumi wetu ulikuwa tumeambiwa ni pato la kati. Hapa katikati tumeona uchumi wetu umerudi nyuma. Kwa nini? Participation ya mwananchi moja moja katika ujengaji wa uchumi wa taifa lake imerudi nyuma. Morali ya kila mtu kutoa mawazo kujenga nchi imerudi nyuma. Mawazo yalikuwa yanatolewa kwenye mabaraza ya mashauri. Watu wanajenga wilaya zao kwa kutoa mawazo mchanganyiko, kwa kusikiliza sauti za wananchi. Nchi ilikuwa inayowakilisha, wabunge walikuwa wanatoa mawazo yao, lakini tumerudi nyuma kwa sababu tena hakuna uwezo huo tena, kwa sababu ni chama kimoja tu
ndio kinapeleka wawakilishi wa kutoa mawazo wa kujenga nchi. Kwa hiyo tumerudi, tumekaribia mwisho wa jambo hili. Ninaamini siku moja tutaipata nchi yetu, nchi ile Tanzania tunajua, Tanzania ya ahadi, ambayo kila sauti, kila kura ya Mtanzania na sauti ya Mtanzania itasikilizwa na itakuwa ina nguvu dhidi ya watawala. Asante sana. Nashukuru Mheshimiwa Boniface Jacobo. Kwa kumalizia kabisa, kuna swali la mwandishi wa habari anaitwa Msuya, anasema pamoja na mateso mnayopitia, hamuoni msimamo mkali wa kukataa maridhiano unaweza kuwasababishia ugumu zaidi, ikiwa pamoja na tishio la kufutwa kwa chama au hata uongozi uliopo? Ni swali la mwandishi wa habari hili. Basi kwa kumaliza na hilo, ni kukaribishe uweze kulijibu. Nashukuru. Mimi naweza nikasema pia pamekuwa na upotoshwaji kwamba Chadema inakataa maridhiano. Usiweke neno maridhiano hivyo ukamalizia hivyo. Isemwe hivi, Chadema wanakataa maridhiano feki au ya ubabaishaji. Ndio msimamo wa chama changu. Chadema kama wanatoka watu credible, wanaoaminika, wenye dhamira ya dhati, wenye utashi wa kisiasa na nia ya dhati kweli ya kukiri ukweli na kubadilisha mfumo, hakuna mwanachadema atakataa maridhiano. Maridhiano yanayokataliwa ni yale ambayo chama chetu kilikuwa katika miaka miwili iliyopita, ambayo yametugaia experience mbaya ya kuonesha kwamba maridhiano ni vikao vya muendelezo baina ya watawala na Chadema venye dhumuni la giliba na kupoteza muda ili mtawala apate nafasi ya kuendelea kutawala. Mwisho chama hicho ambacho ni Chadema hakifanikiwi na jambo lolote. Ndio maana pamoja na vikao vya maridhiano awamu iliyopita hatukufanikiwa kubadili hata chaguzi ndogo tu za serikali ya mitaa, zilitushinda. Lakini tulikuwa vikaoni, tulifaidika nini? Pamoja na vikao vyote vile hatukufanikiwa kubadili tu hata kanuni za uchaguzi mkuu. Sasa maridhiano yao ni kitu gani? Maridhiano ya namna hiyo ndio Chadema na viongozi wangu hawayataki, kwa sababu neno tu lenyewe maridhiano sasa hivi mtaani watu wanalitafsiri kama vile maridhiano ni usanii, ubabaifu, kupumbaza, kwamba mtu unaongea naye aamini kuna kitu atakipata, lakini baada ya muda upate. Ni kama cheusi chekundu. Sasa mwandishi wa habari asiseme kwamba Chadema wamekataa maridhiano, wamalizie kwa kusema Chadema wamekataa maridhiano ya aina gani na yenye sifa zipi zilizokosa. Kwa maridhiano hayo Chadema wanakataa. Kwa mfano, Chadema wamesema wazi tu, hata leo hii mkitaka kuongea sisi tuko tayari tuongee, lakini wakuzungumza sio sisi tuliopo nje. Mtoeni Lissu mzungumze naye. Sasa wewe ukitaka sisi tuje tuongee na tunaongea na nini na mwenyekiti wetu yuko ndani? Kwa hiyo isipotoshe tukuonekana kwamba sisi ni watu ambao ni msimamo mikali au kichwa ngumu. Sisi ni watu ambao ni smart, sio kichwa ngumu. Sisi sio watu wenye misimamo tu mikali. Sisi ni watu ambao tunataka tusimamie ukweli. Sasa kama kusimamia ukweli ni kutafsirika ni misimamo mikali, hiyo itakuwa ni tafsiri ya mwandishi mwenyewe. Lakini watu wanakataa giliba, udanganyifu, ulaghai na uongo katika mazungumzo yote ambayo yanataka kuanza au yatakayoendelea. Lakini pakiwa na nia ya dhati kweli ionekane, na nia ya dhati hiyo isimamiwe na nani, kwa sababu gani. Lakini watu wale wa aina ile ile kwa mazungumzo yale, bila shaka Chadema kitakuwa tayari kwa mezani na wao kuzungumza jambo lolote. Asante. Na kushukuru sana Mheshimiwa Boniface Jacobo. Leo tumepata stori nyingi sana kuhusiana na wewe, ikiwa imesalia siku moja tu ya kuweza kuhitimisha zoezi letu la kumbukumbu ya miaka 33 ya chama chetu ambayo tunaihitimisha hapo kesho. Ni washukuru sana Watanzania. Ninapohitimisha niwe na neno dogo. Historia ya mauaji ya kwanza duniani kwa mujibu wa Biblia ni Kaini alimuua ndugu yake Abili. Ndiyo historia inaonyesha. Kaini alimuua ndugu yake Abili. Na Mwenyezi Mungu alipomuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako Abili? Kaini alimjibu Mwenyezi Mungu, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?
lakini ni Kaini ndiye aliyemuua na alikuwa na ujasiri wa kumjibu hivyo Mwenyezi Mungu. Sitaki kusema yaliyopita kwenye Biblia, lakini kauli tunazozisikia sasa, waliofadhili mauaji, kauli kama hizo, waliokufa sio Tanzania, kauli kama hizo, nyinyi mlikuwa wapi kwa kutowazuia ndugu zenu wasiende kuandamana, ni kauli za Kaini, ni kauli za kiburi. Kwa hiyo ninapomwona hata Kenani anazunguka huku na kule, Kenani kiongozi anajaribu kuadaa dunia, kuadaa watu, ni kauli za Kaini, kauli za Kaini. Ni wasii CCM, ni wasii CCM, MC kiongozi na serikali yao, tulipofika waache giliba. Kuna kila sababu ya kama taifa kurudi nyuma, tuone wapi tumejikwaa, tujenge taifa letu, lakini hizi propaganda hazitosaidia. Alizungumza sana mzee Butiku jana, japo na yeye wakati ambao tulitaka azungumze aliamua